Karibu sana kwenye maudhui ya kimichezo kabisa. Jina langu ni Pasco Mwene na hapa tunazungumza kwa habari ya vibe la World Cup. Siko peke yangu hapa studio, ninaye kachelo wa kimataifa. Jina lake ni Deogrates Lawrence, mdau mkubwa kabisa wa michezo, mchambuzi ambaye kiukweli amebobea katika eneo hilo, na hatuna mambo mengi. Kikubwa ni kuangazia kwa ujumla wake kuhusu kombe la dunia na maudhui yake mengi. Ni mfululizo wa maudhui ya namna hii ambayo yatakuwa yakikuijia hapa karibu kila siku. Lengo ni wewe kujua kwamba dunia inavyocheza na wewe unashuhudia maana yake ni nini. Ni hapa hapa B5 Media. Asante kwa wewe ambao umekuwa ukisubscribe ama kwa wewe ambao umesubscribe YouTube channel yetu ya B5 Media_official, lakini kwa ambao wanatufuatilia kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, lakini pia TikTok kuandika Big5 Media_official. B5 Media_official ndo mahali ambapo unaweza ukatupata kwa uzuri sana. Ninaye Deogrates Lawrence hapa, kachero kimataifa. My brother, mambo vipi? Poa. Habari ya siku nyingi? Salama. Nasema siku nyingi kwa sababu kiukweli ni muda mrefu kaa hivi alafu kuzungumza michezo. Ni muda mrefu kutoka huko. Feeling yoyote nakuja? Nakumbuka mara ya kwanza ambapo nilipata nafasi ya kushare na wewe kipindi kimoja. Nakumbuka. That time ilikuwa kidogo na uoga. Okay. Nilikuwa nawaza kwamba watu watanichukuliaje, lakini baada ya hapo imekuwa nipanda shuka na story. Kwa hiyo memory inanikumbusha siku ya kwanza ambayo mimi na wewe tunakutana kwa ajili ya kujadili. Ilikuwa ni kipindi cha michezo sehemu nyingine. Leo tupo B5 Media. Nembo ambayo hakika imebeba thamani na maelezo mengi sana huko nyuma. Kwa yule ambaye anatutizama, labda siku moja tutatafuta nafasi ya kumhadithia media hii ambayo ina historia ambayo imejaa sana. Lakini kikubwa ni kwamba tuko hapa na tunakuhakikishia kwamba hatubahatishi. Asante sana. Yes, huyu ni Deogrates Lawrence, kachero wa kimataifa katika uga wa kimichezo, na tunazungumza naye hapa mahususi kwa ajili ya mambo ya kimichezo. Bana, hii ni vibe la World Cup. Tunavyozungumza kwa habari ya World Cup, nadhani kwa mwana michezo yoyote hususan soka anafahamu namna ambavyo heka vitimbwi na kila aina ya hisia linavyokuja swala la mashindano ya kombe la dunia 2026. Ndo hii Juni 11, zimebaki siku chache watu kuanza kushuhudia fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza, nchi 3. Lakini yamkini watu hawajui kwamba historia inasemaje kuhusiana na kombe la dunia, na hapa ndipo ambapo vibe la World Cup litaanza kuanzia siku hii ya leo tunavyozungumza hapa. Angalau tupate feedback kidogo ilikuwaje. Kabla hujasema chochote unachokijua kuhusiana na World Cup, pengine na historia yake, imagination yako huwa inakuwaje once it's come to World Cup final? Kama ulivyosema kwamba ni mashindano ya mpira wa miguu ambayo yanakutanisha maeneo mbalimbali ya dunia. Kwangu mimi binafsi sio tu mashindano, hii ni imani ambayo tumekuwa tunaendelea kuiishi kila baada ya miaka 4, na tutaondoka kwenye hii dunia, tutawarithisha wengine ambao wataendelea kuiishi. Lakini pia ni sehemu ambapo tamaduni zinakutana, kwa maana ya tamaduni mbalimbali. Kwenye taifa moja wanakuwa na tamaduni zao, na tamaduni nyingine na taifa nyingine na nyingine wanaenda wanakaa sehemu moja, wana share experience. Kwa hiyo ni muunganiko wa tamaduni, lakini pia ni imani kama ambavyo tunaizungumza. Kila mtu atakuwa anaendelea kuyatizama mashindano haya kama sehemu ya kuburudika, lakini pia kupata imani kwamba dunia inaweza ikazungumza kitu kimoja, au at least kwa muda mfupi dunia inaweza ikawa ni sehemu salama ya kuishi kwa viumbe vyote kwa wakati mmoja. Kwa sababu naamini kwenye kombe la dunia hata wale ambao wanapigana maporini huko, kuna muda wanatenga nyakati kwa ajili ya kutizama michezo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho dunia inakuwa ni sehemu ya amani, hata vita zinapungua katika maeneo mengine, lakini pia furaha inaongezeka. Ni season nzuri. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni imani, ni tamasha, ni muunganiko wa tamaduni, ni kipindi ambacho dunia inafurahi. Nchi ama michezo 104 inakwenda kutazamwa ya fainali hizi za kombe la dunia 2026.
ni historia ya aina yake, nchi 3 kwa mara ya kwanza zinaandaa. Lakini natamani kufahamu angalau, kabla tujaenda mbali sana, tuanze na historia yenyewe. Kombe la dunia kwa ambaye afahamu, ilianza mwaka gani kwa kufuatilia kwako? Kuanza kuchezwa ilianza tarehe 13 ya mwezi wa 7 1930, tarehe 13. Lakini idea ya kuwepo ama wazo la kuja kuwepo kwa michuano hii ilikuwa ni miaka 1920, ambapo rais wa 3 wa FIFA anaitwa Jules Rimet. Yeye ndo aliyekuja na wazo la kuwepo kwa platform hii ya kombe la dunia. Kama kwa faida ya mtazamaji wako ni kwamba usisahau FIFA imeanzishwa tarehe 21 ya mwezi wa 5 1904. Kwa hiyo huyu alikuwa ni rais wa 3 ndio ambaye alikuja na idea ya kuwepo kwa platform ya kombe la dunia. Kwa nini kombe la dunia? Ni kwa sababu kipindi hicho ambacho yeye anaongoza, yeye aliona kwamba kulikuwa hakuna sehemu ambapo mataifa makubwa au taifa moja na jingine wanakutana kwa ajili ya kucheza mpira zaidi ya kupitia kwenye michuano ya Olympic. Michuano ambayo kipindi hiko ilikuwa inafanyika kila baada ya miaka 4. Kwa hiyo ilikuwa kuna muda mrefu sana ili kuweza kushuhudia ama kuenjoy taifa moja na jingine likicheza, ndipo ambapo wao walikuja na wazo la World Cup. Kwa hiyo kuanzia 1920 ile kwenda mpaka 1930 ile wazo lake likapata kibali, ambapo mashindano ya kwanza sasa kabisa yanafanyika nchini Uruguay. Okay. Sasa mashindano ya kwanza kabisa yanafanyika pale nchini Uruguay mwaka 1930 kama ambavyo unasema. Yes. Leo imepita miaka mingi sana, tunakwenda kushuhudia mashindano hayo. Toleo la 23. Toleo la 23. Tunakwenda kulitazama. Si ndio? Unaweza ukaona kwamba ni miaka mingi imepita. Unaweza ukatupa moment kidogo za mwaka huu wa 1930 pale Uruguay na hiki ambacho tunatarajia kwenda kukitazama. Idadi ya mechi tumeambiwa na FIFA 104. Wakati wanaanza kwa mara ya kwanza FIFA waliruhusu nchi ngapi at least ziweze kushiriki? Kwanza kulikuwa kuna nchi 13 ambazo Amerika Kusini wao walitoa timu 7, wakiwemo Brazil, Argentina, Bolivia, Peru, Paraguay na wengine. Lakini Amerika ya Kaskazini alitoka Marekani pamoja na Mexico ambao ndo wenyeji katika toleo hili la 23. Ulaya zilitoka timu 4, Romania alikuwepo, Belgium alikuwepo, Yugoslavia alikuwepo pamoja na Ufaransa. Kwa hiyo unaweza kaona ni muunganiko wa mataifa 13 ambayo yalikwenda katika toleo hilo la kwanza kabisa. Goli la kwanza likifungwa na Mfaransa, goli la kwanza limefungwa na Mfaransa katika mashindano haya, na goli la mwisho katika mashindano haya mpaka sasa limefungwa pia na Mfaransa dakika 118. Kylian Mbappe, huyu Mfaransa wa kwanza kufunga goli la kwanza alikuwa anaitwa Lucien Laurent, ambaye alifunga katika mechi ya ufunguzi ambao walishinda goli 3-0 dhidi ya Ubelgiji. Ni rekodi hiyo ambayo haiwezi kufutika. Lakini upatikanaji wa washiriki ilikuwa ni tofauti na sasa. Kwa mujibu wa swali lako, kipindi kile watu walikopo wanaalikwa, sasa hivi watu wana qualify. Unaweza ukaona hiyo tofauti ya kwanza. Lakini tofauti nyingine ilikuwa, tunaweza kusema miaka ile kulikuwa hakuna taifa kutoka bara la Afrika wala Asia kushiriki kwenye mashindano haya, lakini toleo la 23 linakwenda likiwa na timu 10 kutoka Afrika. Ni mapinduzi na mchakato mrefu kufikia hapo, kitu ambacho hakikuwepo zamani. Tofauti nyingine unaweza kusema ilikuwa ni kuchezwa kwa mashindano haya kwenye uwanja mmoja. Mashindano yakati yanaanza, uwanja uliotumika ulikuwa ni pale Uruguay unaitwa Montevideo. Ndio uwanja ambao ulikuwa umetengenezwa maalum kabisa huko pale katika hilo jiji la Montevideo. Ulitengenezwa uwanja maalum ambao ndo ulifanyika hayo mashindano. Lakini sasa hivi tunazungumza mataifa 3 ambayo yanaandaa kombe la dunia na viwanja ni vingi kuliko ambavyo ilikuwa huo mwanzo. Nje ya hapo pia, kwa kuongezea, mashindano ya safari hii natarajia yatakuwa yanabebwa zaidi na mbinu za mabenchi ya ufundi, kwa maana ya watu kufikiri mpira na kutafsiri katika mifumo tofauti tofauti. Lakini kipindi cha miaka hiyo mwaka 1930 toleo lile lilikuwa linabebwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Stamina yake ndio ambayo ilikuwa inawezesha timu kushinda hayo mashindano. Lakini sasa hivi nafikiri mpira umeadvance kwa sababu wachezaji wanacheza chini ya mifumo. Kipindi kile ilikuwa ni stamina yako pamoja na ile determination na kujituma ndio ambayo inaweza ikatoa mafanikio.
kipindi hicho kulikuwa hakuna zawadi ya fedha zaidi ya kikombe ambacho kwa kinatolewa pamoja na medali, lakini kwa sasa hivi tunazungumza takribani shilingi ni dola milioni 40 karibia zinatolewa kwa mshindi. Kwa hiyo unaweza ukaona hilo ni tofauti, hiyo ni tofauti nyingine ambayo unaiona katika mashindano haya. Kulikuwa hakuna masuala ya kurusha kwenye television, lakini sasa hivi kila mtu anashuhudia akiwa katika engo yake ya dunia na anaendelea na shughuli zake. Hiyo ni tofauti pia. Tukizungumza hapa tutamaliza, lakini kiuhalisia kipindi hicho walikuwa wanacheza kwenye uwanja uliojaa matope. Sasa hivi tunaona uwanja utakuwa umejaa nyasi na vitu vingine kama hivyo. So bwana, ni Deogratis Ronsi anazungumza hapa, kachero huyu wa kimataifa katika uga wa kimichezo. Vibe la World Cup, dunia inacheza, wewe unashuhudia, na kupitia B5 Media maudhui ya namna hii tutayazingatia sana kipindi hiki, kwa sababu ndipo ambapo dunia ipo kwa sasa, hususan katika matukio ya kimichezo. Mimi ukiniuliza moments mbalimbali ambazo nimewahi kuzishuhudia za kombe la dunia katika makala tofauti tofauti, nitazikumbuka. Ukianza na zile wa Afrika wana matumaini kabisa kwamba wanaenda nusu finali kwa mara ya kwanza, matokeo yake yanakuwa tofauti. Kisa cha Luis Suarez, kikosi kile cha dhahabu cha Senegali na wengine. Nikumbushe moment ambazo katika kusoma kwako na kufuatilia ambazo zimebeba historia kubwa sana katika toleo la kwanza kabisa la kombe la dunia, kabla tujaanza kuzungumza series zingine. Yeah, of course, mashindano haya ya kombe la dunia, kwa mfano kwa nini yalifanyika Uruguay, ni moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kubaki katika historia. Kwanza ilikuwa ni Uruguay walikuwa ndo mabingwa wa michuano ya Olympic. Kwa hiyo kupewa ile nafasi ilikuwa ni kama kuendelea kuwaheshimu kama mabingwa kutoka katika mashindano mengine. Ni moment ambazo zipo. Kwa nini walipewa kipindi hichi? Sasa hivi kila taifa linaomba, sio naomba, na mchakato ni mgumu sana mpaka kufanikiwa kwa mwenyeji wa kombe la dunia. Lakini pia ukiniuliza experience, kwa maana ya matukio ambayo unaweza ukayakumbuka, nusu finali Ubelgiji, Yugoslavia anacheza. Yugoslavia alicheza na Uruguay. Nakumbuka ukifuatilia watakuonyesha kwamba Uruguay alifungwa goli na Yugoslavia, na goli ile likakataliwa. Kwa hiyo mashindano yale yalikumbwa na kashfa ambayo ilikuwa ni kashfa iliyoenda kwa waamuzi kwamba walikuwa wanapendelea. Kwa nini? Kwa sababu Yugoslavia waliona kabisa kwamba goli lile alikuwa na sababu yoyote ya kukataliwa. Kwa hiyo ilipelekea kukatokea tofauti za kidiplomasia kati ya Uruguay na Yugoslavia. Unaweza kaona jinsi ambavyo mashindano yalikuwa yanachukuliwa katika engo ya kisiasa kwa ukubwa gani. Lakini ukiachilia mbali hilo, moja kati ya matukio makubwa ambayo yaliwahi kutokea katika mashindano hayo ilikuwa ni mchezo wa fainali. Mchezo wa fainali kati ya Argentina dhidi ya Uruguay. Hii mechi iliisha kwa matokeo ya 4-2, kwa maana ya Uruguay kushinda goli 4 dhidi ya goli 2 za Argentina. Sasa kabla ya kuanza kwa mchezo kulikuwa na vuta ni kuvute. Uruguay wakiwa wanalazimisha mpira wao ndo utumike kwa ajili ya mchezo, na Argentina nao wakiwa wanalazimisha kwamba mpira wao ndio utumike kwa ajili ya mchezo. Ule msuguano ule kati ya mabenchi ya ufundi ulipelekea muamuzi sasa kuamua kwamba mchezo utachezwa, na dakika 45 za kwanza za mchezo mpira utakao utumika utakuwa ni wa Argentina, na dakika 45 za pili mpira utakao utumika utakuwa ni wa Uruguay. Sasa dakika 45 za kwanza mchezo unachezwa, Uruguay wakiwa wanatumia mpira wa Ufaransa, wa Argentina kumradhi, walifungwa goli 2. Bwana. Kwa hiyo unaweza ukagundua nyuma ya pazia kwamba unajua mipira kipindi kile sio kama ya sasa ambayo ilikuwa mipira sasa hivi inatengenezwa kwa ujazo na vipimo vya kimaabara kabisa. Yani unapimwa fresh kwamba huu una ujazo gani na nini ndio unaenda kutumika. Kwa hiyo mipira yote inakuwa iko uniform, lakini mipira ile ya kipindi cha nyuma ilikuwa tofauti. Unaweza kukuta huu mzito kidogo, huu mwepesi kidogo. Kwa hiyo kama mtu anauchezea katika uwanja wa mazoezi, akija uwanjani ule mpira umsumbui. Lakini akikutana na mpira mpya vile ile control na nini inaweza kumsumbua. Kwa hiyo
Argentina walitumia mpira wao dakika 45 za kwanza wakapata goli 2. Kipindi cha pili mpira ukabadilishwa ukawekwa ule mpira wa Uruguay ambao walikuwa wanautumia kwenye uwanja wa mazoezi, wakapata goli 4. Kwa hiyo matokeo ya mwisho yakawa Argentina goli 2, Uruguay goli 4. Kwa hiyo moja kati ya moment ambazo zimebaki kama kumbukumbu kwenye mashindano hayo kwamba kwamba kila timu ilikuwa inagombea mpira wake uweze kuteuliwa. Yes. Visa na mikasa World Cup ya kwanza kabisa kufanyika katika ulimwengu wa soka. Yes, tunaelekea 2026 finali hizi katika miji mbalimbali kule Marekani, Mexico na Canada. Natamani sasa unifahamishe na huyu kwa faida ya anayetutazama. Sheria zinabadilika kila siku za soka katika mashindano mbalimbali na hata kombe la dunia pia tunafahamu kwamba kuna sheria zimebadilika. Unaweza ukatukumbusha kidogo kwamba kwa mara ya kwanza wakati finali zinachezwa, vitu gani ambavyo tuvitarajie kwamba havitakuwepo kabisa, lakini hivi ambavyo vipo vimekuja ni vipya kabisa na havikuwepo kipindi kile? Kwa mfano kipindi cha mashindano ya mwaka 1930 waamuzi walikuwa hawana taaluma. Waamuzi walikuwa hawana taaluma, alikuwa ni mtu tu anateuliwa dakika za mwisho karibu na mchezo, na baba nao utasimamia show leo. Kwa hiyo mtu anajitokeza anaenda anasimamia. Hilo ni jambo ambalo nafikiri kipindi hiki hakiwezi kutokea kama kwamba waamuzi sasa hivi wanaenda darasani, sio? Kingine kilikuwa ni hakukuwa na mabenchi ya ufundi, kwa maana yao makocha sijui nini kusimama pale sijui kuelekeza, hapana. Wao walikuwa wanatumia ubora wa mchezaji mmoja mmoja kuweza kupata matokeo, na ile stamina ya mchezaji pia ilikuwa ina determine mshindi. Hii ilipelekea kwenye mechi ambayo labda inakutanisha, tuseme mechi ya kwanza kati ya Ubelgiji na Ufaransa au Ufaransa na Ubelgiji ambayo iliisha kwa 3-0. Hakukuwa na substitution. Kwa hiyo mtu alikuwa akiumia, ile timu inaendelea kucheza hivyo hivyo. Sasa kitendo hiki kilipelekea kuzalishwa kwa majeruhi wengi. Imagine mechi zilichezwa mechi 70. Mechi 70 katika timu 18. Lakini majeruhi walikuwa wengi kwa sababu kuna nyakati timu nyingine ilikuwa inacheza hata na wachezaji 9 uwanjani. Mchezaji akiumia hakuna kubadilisha. Lakini pia hakukuwa na offside na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wachezaji wa sasa kwa kipindi hicho inawezekana wangeona dunia tofauti sana. Umesahau mmoja ambao naweka nayo. Hakukuwa na VAR. VAR sasa ya juzi kabisa VAR. Tunatarajia VAR lakini kwa sasa imagine kipindi hicho hakukuwa na offside, hakukuwa na substitution, hakukuwa na technical bench ambayo yanaongozwa na hao watu, hakukuwa na official referee ambao wako well educated kuhusiana na mchezo na vitu vingine kama hivyo. So kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo light wale wazazi ama wazee wale waliocheza haya mashindano miaka hiyo ambao nafikiri majority watakuwa sasa hivi wamepumzika, ungewaamsha kule kwenye nyumba zao za milele ukawaambia waje kuangalia World Cup hiyo, wangekwambia hapana, huu sio mchezo tuliouacha sie. Sawa, mtazamaji wa B5 Media, tunaendelea tukiwa tunahitimisha mazungumzo haya. Natamani sasa unieleze kitu kingine kwa ufuatiliaji wako wa soka. Kila makala ina mastaa maarufu ambao wanatazamwa kwa namna ya pekee. Kwa sasa tunajua majina ambayo kila mmoja anajua kwamba pengine ndio itakuwa mara ya mwisho kuwaona tena. Lakini 2010, 2006, 2002 na kurudi nyuma kote huko kuna majina. Unaweza kukumbuka majina ya mwanzo ambayo yalikuwa ni maarufu sana wakati wa mwanzo wa finali hizi za kombe la dunia? Kuna huyo Mfaransa ambaye alikuwa ndo ambaye amewekwa sana kwenye vitabu vya kumbukumbu kutokana na ufungaji wake wa goli la mwanzo kabisa kwenye mashindano. Yeye anaitwa Lucien Laurent ambaye alifunga goli la kwanza kabisa kwenye mashindano. Jina lake linaendelea kupeperuka kutokana na kile ambacho anakifanya, na hii inatoa somo kwamba usichukulie poa kile ambacho unakifanya leo kwa sababu inawezekana vitabu vikaja kukusoma. You never know. Kwa mfano hii episode namba 1 bana ya Vibe la World Cup katika channel ya B5 Media. Kwa hiyo inawezekana miaka huko inaenda watu wakaja wakakusoma kwenye historia kwamba bana host wa kwanza alikuwa ni Pasco Mwere na vitu vingine kama hivyo. Anyway, cha muhimu ni kwamba mashindano ya kombe la dunia kipindi hiko hayakuwa na mastaa wengi kwa sababu kwanza
wengi wao hawakuwa katika hiyo mifumo ambayo inaweza ikahifadhiwa, lakini tunaweza tukawapata hao wachache kutokana na jinsi ambavyo waliperform waamuzi na vitu vingine kama hivyo. Kikubwa ambacho labda natamani niondoke nacho kulingana na ninachokifahamu kwa faida ya mtazamaji wako ni kwamba mashindano haya yalisusiwa na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Tutakuja kukwambia siku moja kuhusiana na uanzishwaji wa FIFA. Unajua sehemu ya kwanza kabisa kuintroduce mpira na mechi ya kwanza duniani ilichezwa wapi? Nitakuja kukwambia siku moja. Na baadaye kwa nini FIFA ilikuja na hao watu ambao walikuwa ndo wa kwanza kuleta hizo mechi za kimataifa kwa nini hawakushiriki hata kwenye kombe la dunia hili. Lakini majority ambao especially wako Ulaya, kwa maana ya mataifa ya Ulaya, hawakushiriki kwa sababu kwanza wanasema safari zilikuwa ni ndefu. Safari ya kutoka Ulaya kwenda Amerika Kusini iliwapasa kuchukua yale mameli, majahazi yale makubwa ambayo kutoka Ulaya kwenda mpaka Amerika Kusini walikuwa wanatumia siku karibia siku 20, siku 14 mpaka siku 18, karibia siku 20. Kwa hiyo mataifa mengi ya kushiriki. Na tutapokuja kuzungumza kwenye episode inayofuata, nitakuja kukuonyesha kwamba matokeo ya wale hayo mataifa mengine kutokushiriki ni nini kilitokea kwenye hiyo episode inayofuata, kwa sababu kombe la dunia la mwaka 1934 lilifanyika Italy kwa mara ya kwanza kufanyika katika bara la Ulaya. Tutakuja kuitizama hiyo. Naam, hayo na mambo mengine mengi kuhusiana na kombe la dunia utayapata hapa B5 Media kupitia Vibe la World Cup. Dunia inacheza, wewe unashuhudia, na kitu ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba tangu ama kuanzia June 11 mwaka huu 2026 miji ya Toronto, Vancouver, Mexico City, Montreal, Atlanta, Boston, Dallas, lakini pia Los Angeles na Miami, New York usisahau pia ambayo inaitwa New Jersey. Miji hii itashuhudia michezo kadha wa kadha ambayo itakuwa inahusisha fainali za kombe la dunia na mwaka 2026. Endelea kututazama kwa namna ya pekee sana, kwa sababu yako mengi sana ambayo utakuwa unayatazama hapa. Una lolote la kusema ndugu yangu wakati tunawaaga wanatutazama? Hatubahatishi. Ndio hilo tu. Asante. Umesema lolote? Lolote. Hatubahatishi. Dunia inacheza na wewe unashuhudia nyumbani kwako. Mimi ni Pasco Mwere na hii ni B5 Media. Usiache kufuatilia kupitia Instagram, Facebook, YouTube hapa. Andika tu B5 Media_official. Alafu penye kusubscribe kama na YouTube subscribe. Penye kufollow kule Instagram na Facebook na TikTok follow. Utakuja kunishukuru kwa sababu kwa mujibu wa Deogratis Lawrence ni kwamba hatubahatishi. Yeah, of course, hatubahatishi. Asante sana na tumewafikia vile vile. Hadi wakati mwingine.